nayeoa na kuolewa, tafuta mme au mke mwenye sifa zifuatazo. Takutajia tu haraka. Unayeoa au kuolewa, siku zote usipuuze hizi sifa kwenye kutaka mke au mme. Tafuta mme au mke mwenye sifa zifuatazo. Namba 1, aliye na uwezo wa kukurudisha kwenye hali yako ya amani na furaha. Narudia tena, unapotaka kuoa au kuolewa, angalia mwanamke au mwanaume mwenye sifa hii, aliye na uwezo wa kukurudisha kwenye nini? Kwenye hali yako ya furaha na amani. Kwa sababu gani? Ndugu zangu, maisha wakati mwingine yanapoteza furaha na amani. Unaweza ukajikuta unapitia mambo ndani ya siku moja. Kama una mme, una mke hana uwezo wa kukurudisha kwenye furaha na amani, mnapotelea wote huko. Namba 2, tafuta mwanamke au mwanaume wa kukuoa au kuolewa naye au kumwoa mwenye sifa namba 2, aliye na uwezo wa kukupeleka mbele, sio nyuma. Kwenye maisha unaweza ukaoa au kuolewa, badala ya kwenda mbele unarudi nyuma. Sikiliza, kwenye maisha hakuna kusimama katikati, kuna mbili tu, mbele au nyuma. Na kama umesimama katikati, hapo unapewa muda wa kurudi reverse au mbele. Kwa kama leo umesimama tu mahali, ujue haya mawili yatatokea, rudi nyuma au mbele. Siku zote usifanye makosa haya. Pata mme au mke mwenye uwezo wa kupeleka mbele. Namba 3, aliye na uwezo wa kupanga bajeti, kutumia kilichopatikana vizuri, kutumia vizuri kilichopatikana. Mwanamke au mwanaume aliye na uwezo wa kupanga budget na kutumia kile kilichopatikana. Ndugu zangu, tuna wanawake na wanaume wako kwenye ndoa, hawajui kupanga budget, hawajui kutumia kilichopatikana. Tunapata vitu kutoka jasho, lakini baadhi ya wanawake na wanaume hawajui kabisa hiki kilichopatikana tukitumieje leo. Namba ngapi? Namba 4, pata mwanamume au mwanamke aliye na uwezo wa kufanya mambo aliye na sifa, au mtu ambaye hafanyi mambo kwa kujiamlia. Ukipata mwanaume au mwanamke, tena hii unampataje? Fuatilia huko kwao, fuatilia huko kwa marafiki, kwa sababu mambo hayaibuki tu kwenye safari ya ndoa, mengine yalikuwepo huko kabla hatujaanza. Pata mwanamke au mwanaume ambaye hajiamlii mambo. Hajiamlii nini? Mambo. Kila kitu anakushirikisha, kila kitu anashirikisha ili waamue pamoja. Mwanamke au mwanaume anayefanya mambo bila kumshirikisha mwenzake, anaamua peke yake, hiyo ndoa kama haitavunjika, mmoja atakuwa analia kila siku. Ni kitu cha ajabu sana. Tuko wawili, tumeunganishwa, tumekuwa mwili mmoja, alafu mmoja anaamua tu peke yake huko, anakurupua. Iwe ni kitu kidogo au kikubwa, kinachohusiana na wawili, usifanye peke yako, shirikisha. Kwenye ndoa hakuna kitu kufanya peke yako, shirikisha. Tunataka kufuta maji, hata kama una hela ya kwako, tukae chini tuamue pamoja. Hakuna kitu kinachouma kama kuja kuambiwa, sijui wewe pastor, kuja kuambiwa kitu mwenzako anafanya kule, halafu haja kushirikishwa, naambiwa na watu wengine, inauma. Namba ngapi? Tunaenda namba ngapi? Namba 5. Mtu ambaye hana roho ya ugane au ujane. Ugane ni neno halisi, ugane. Mtu ambaye hana roho ya ugane au ujane, ameoa, ameolewa, anafanya vitu bila kushirikisha mwenzake. Ndugu, kama bado mwenzako yupo, usiishi kama mgane, usiishi kama mjane. Una mwenzako, hata ukipanda ukaenda juu, kawa na hela, kawa na kila kitu, hauko peke yako, na ujawa mjane. Naeleweka kwa wale wao wanaolewa na wale mnaotaka kuingia. Namba ngapi? Ishi kama mtu aliyeoa au aliyefanyaje, aliyeolewa. Kabla mtu hajaolewa, amua tu mwenyewe, lakini baada ya kuoa au kuolewa, hilo unachotaka kufanya, shirikisha. Acha kuwa na roho ya ugane, acha kuwa na roho ya ujane. Huko kunaitwa ajitengae na mwenzake, anatafuta matakwa yake. Katika fungu ambao unaweza ukaamua kulichagua, sio zuri wala sio baya, la kuolewa na kuoa, unauza uhuru wako wote. Namba ngapi? Namba 6, anayejua kupanga ratiba ya siku, wiki, mwezi. Wanandoa mambo yanasumbua sana. Ratiba ya siku. Yaani wanasema mtu ambaye anaweza akafanikiwa, hasa wawili, ni wale ambao wanapanga ratiba. Kesho tunaamka, taelekea wapi, lipi lifate, mpaka naenda kulala takuwa nimeanza na lipi, mpaka naenda kukamilana, nimekamilisha lipi la mwisho.
Kuna watu leo hii ni mwanandoa anakurupuka tu, hajui siku hiyo. Unajua kwenye maisha tumepewa kuishi leo, ya kesho ni ya Mungu, na jana ni mborea. Jana ni mborea. Ya muhimu kwenye maisha ni leo, jana ni historia. Ratiba, wanandoa lazima uwe na ratiba. Unapolala, unapoamka, na ijulikane unaamka saa ngapi. Kwa nini nasema haya? Kwenye maisha utajikuta na watoto, utajikuta na wajukuu, na hawa watu wanakuhitaji. Tuna watu leo yani analala, anaamka, ni mwanandoa, ana majukumu makubwa, lakini hana ratiba. Hana ratiba, anaenda tu kama binti. Hata binti anatakiwa awe na ratiba. Kuna ratiba ya kuwa na mume wako, kuna ratiba ya kuwa na mke wako, kuna ratiba ya majukumu uliyoachiwa na mume wako au mkeo. Namba ngapi? 6, 7. Ukitaka kuoa au kuolewa, pata mtu ambaye ana sifa hii nyingine ya mwisho, anajali afya yake. Mwambie jirani yako, afya ndio kila kitu. Alfa na nini? Alfa na omega. Afya ndio kila kitu. Narudia tena, ukitaka kuoa au kuolewa, olewa au oa mtu ambaye anajali nini? Afya yake. Ziko afya nyingi. Namba 1, afya ya akili. Ukioa mwanamke au ukiolewa na mwanaume ambaye hajali afya ya akili yake, mtasota sana kwenye ndoa, mtateseka sana kwenye ndoa. Ukipata mwanamke au mwanaume anayejali afya ya akili yake, mtaenjoy sana kwenye ndoa. Kuna afya nyingine ipi? Afya ya uzazi. Oh my God. Hiki tunachoita utasa. Unajua ameolewa hazai mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, wengine wanaingia na utasa kwenye ndoa. Na utasa sio tu wa mwanamke, hata mwanaume anaweza kaa na utasa. Mbegu zake za uzazi hazina uwezo wa kutungisha mimba. Kuna matatizo mengi yanatokea, ni kwa sababu watu hawakujali. Wanakuja wanaanza kuvutana, mwanaume anataka mtoto, lakini walipuuza kumwanzoni kuangalia kuna shida gani.